wakati mzuri tena kuweza kusogeza mioyo yetu mbele za Mungu, kuweza kuinua roho yako mbele za Mungu. Mungu anatafuta sasa hivi roho yako. Sasa hivi switch off your flesh. Nyamazisha kabisa mwili wako, mazingira yako, kila kinachokuzunguka. Mungu anatafuta waabudu halisi sasa. Ni wakati wa kufungua moyo wako mbele za Bwana, kufungua roho yako mbele za Bwana. Ni wakati wa kumwabudu Mungu kwa roho na kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo ndio ibada yenye maana mbele za Mungu. Tuende mbele za Bwana. Ratabake sheketana. Kama unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha, kwa kuwa roho yako ndio inayotakiwa kuongea na Mungu. Mareze keterede boshake tabaya. Ratna male brate kesene masashazaya. Riko nyama celebrake sekene mesashazina masashazaya. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tumesogea tena mbele zako sahi kwa damu ya Yesu. Tunasogea mbele zako tena sahi kwa damu ya Yesu. Yawe tunakuinua, tunakuadhimisha. Yawe tunakuinua, tunakuhimidi. Yawe tunakuinua, tunakutukuza. Yawe tunakuinua, tunakubariki. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo aliye hai, tumekuja mbele zako Bwana sasa na neno lako. Umesema tuje nywani mwako kwa kusifu na kwa kushukuru. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, tumenyenyekea tena mbele zako sahi Bwana, tukiwa tunakaribia kukamilisha Mungu wa neema mwezi wa 4. Tumekuja nywani mwako tena sahi Bwana kwa damu ya Yesu. Baba, tunasogeza ibada yetu mbele zako. Tunasogeza sauti zetu mbele zako. Tunasogeza roho zetu mbele zako Bwana kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Rededebo shaketarina mazadabaya. Rikonia mazeredebo shekotaya. Rikania mazela prata zidaba sekotaya. Redebo shane mazataya redabakoria. Riako zaterene maseketarina mazabaya. Baba, tunakuinulia mioyo yetu, tunakuinulia mikono yetu, tunakuinulia macho yetu. Tumekuja mbele zako Bwana kama tulivyo. Baba, tunakuinulia roho zetu Bwana. Tumekuja Bwana kwenye mlima wako mtakatifu kwa damu ya Yesu. Radabazekotaya. Rikoza redebo seketarina mazabaya. Redebo sheketarina mazala pratezedebo siatohaya. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tazama sisi ni watoto wako, ni watu tunaoitwa kwa jina lako. Tumekusanyika mbele zako tena sahi Bwana, kabla hatujaivuka siku ya leo, kabla hatujaingia tena mwezi mwingine. Tumekuja nywani mwako Bwana mapema, tumekuja malangoni mapema. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tumekuja kwenye vizingiti vya malango yako, tumekuja kwenye vizingiti vya nyua yako. Radabako le pratezedebo siato bahaya. Ratna male brate seke namasiato zata shazaya. Yeko niatayanda. Yesiato shazeto radebosia. Yeshua tunakuabudu. Yesu tunakuabudu. Yawe tunakuabudu. Mungu mwenye nguvu tunakuabudu. Baba wa milele tunakuabudu. Mungu mwenye haki tunakuabudu. Mungu wa milele tunakuabudu. Tumekuja mbele zako Bwana. Radabako tena mazeta yadabaya. Yeko niateradia zote redebosia tohaya. Baba, tunakuinulia roho zetu. Baba, tunakuinulia roho zetu. Baba, tunakuinulia roho zetu. Baba, tunakuinulia roho zetu. Mama, tunakuinulia roho zetu. Rebo sheketaya. Riosake seshezaya. Riala pratezedebosaya. Yesa shozena maseka ni atoredebosia. Esaniako seshazena namasia. Rebaniako lefato jazaya. Rebosia kotaya. Baba, tumekuja mbele zako Bwana. Tunakuinulia sifa zetu, tunakuinulia ibada, tunakuinulia ibada. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo aliye peke yako unastahili sifa, peke yako unastahili sifa, peke yako unastahili sifa, peke yako unastahili sifa, peke yako unastahili sifa. Yesu Kristo mwana kondoo wa Mungu, uliyechukua dhambi ya ulimwengu, unastahili sifa. Wewe uliyekuwa unastahili kukitoa kitabu na kufungua mihuri zake 7, unastahili kuinuliwa na kuhimidiwa. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, uliyetukirimia haki kwa njia ya damu yako, uliyetukirimia haki kwa njia ya msalaba, uliyetukirimia haki kwa njia ya mateso ulioteswa kwa ajili yetu. Tumekuja mbele zako kukuabudu, Mungu mwenye haki, Mungu usiye na mwisho, Mungu usiye na mwanzo. Tumekuja kukuabudu, wewe uliyezifanya mbingu na nchi, wewe uliyefanya vitu vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Tumekuja kuangusha taji zetu mbele zako Bwana. Tumekuja kukuabudu Mungu wa miungu. Tumekuja kukuabudu Bwana wa mabwana. Tumekuja
tumekuja kukuabudu Mungu wa milele. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna Bwana kama wewe. Redeboko sheketaya rikozia kaseshezana masaya redebo sheketaya. Inua roho yako mbele za Bwana, inua roho yako mbele za Bwana, na kama unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Redebo sheketarida basaya. Hakikisha kila kitu kinanyamaza kimya, hakikisha mazingira yako yananyamaza kimya, hakikisha kila kitu kinanyamaza kimya, hakikisha roho yako peke yake ndio inayozungumza na Bwana, hakikisha roho yako peke yake ina connect na mbingu. Radabako redebo saya redebo shene mazeta yanda rikolia pareda baseko chaya ya jazena maseshoza radabako le pratazia do basaya ria jazene masaya ya josena masia kosaya ye emaya ria kosaya yesa sena male pratezadia basaya ya kosha zani kosia ye le pratekazia do basaya. Baba, tumekuja mbele zako tena, rada baka tena basaya ye le vrano sekolia sata saya da baya ye le anda ya kosia ria soso shezene masaya ye kota ya da basaya. Tumekuja Bwana kukuabudu, tumekuja Bwana kukuinua, tumekuja Bwana kukutukuza, tumekuja Bwana kukuadhimisha. Rededebo shetani na basaya riako sasa shede basia na basaya. Tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye sifa zetu, tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye mioyo yetu. Tumekuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Radedebo sheketani na basaya. Baba, umesema kwenye lako katika Zaburi ya 104, tuje juani mwako kwa kusifu na kwa kushukuru. Rada basheketezia na basaya. Baba, hivi ndivyo tunavyokuja juani mwako, hivi ndivyo tunasema mbele zako, hivi ndivyo tulivyokuja kwenye vizingiti vya malango yako. Rada bashaka sata la pratezania sataya ya shazola pretazia na basaya ya chiza la pratezania basaya. Kama vichwa vya nyumba tulizotoka, kama vichwa vya miji tulivyotoka, Baba, tumekuja kukuinamia, Baba, tumekuja kukuabudu, Baba, tumekuja kukuinua, Baba, tumekuja kukushukuru kwa jinsi ambavyo umeonyesha uaminifu wako kwetu tangu mwezi unaanza. Tumeuona mkono wako kwenye kila sekunde, kila dakika na kila saa ya mwezi mzima. Tumekuona usiku, tumekuona mchana, tumekuona Bwana kwenye malango yetu, tumekuona, tumesikia sauti yako. Rada bashekeza tayana baya ya shezali ratia sote masaya. Baba, tunakuinua, Baba, tunakuinua, Baba, tunakuinua, Baba, tunakuinua. Tumekuja kukuadhimisha Bwana tena. Yes, ya sokataya. Nilikuwa neno Mungu makubwa kuingia mwezi huu, lakini umefanya Bwana zaidi ya tulivyoanza, zaidi ya tulivyoomba. Baba, umefanya, Baba, umefanya. Yerene boshanda riazo aliako setaya riako sekezata yande reno bosia kosashazaya yeli pratezi no basaya ya jazere ne botaya katiana basidia isa yako livia no salipiana sakonaminia ayako ni atalika taya yeli ako yazia aliapaminia sashazaya. Father, we thank you. Rada bashakezania sotayande epa malipa rada bashazo ayako liva yota emia sakote prataziana basaya. Baba, tunakushukuru kwa uaminifu wako, tunakushukuru kwa rehema zako, tunakushukuru kwa nguvu zako zilizotubeba kwa mwezi mzima, zilizotusaidia kwa mwezi mzima. Asante kwa roho zako saba zilizokuwa zimetuzingira kila upande, zilizokuwa zikitusaidia kila upande. Baba, tumekuona kwenye kazi, tumekuona kwenye ndoa, tumekuona kwenye huduma, tumekuona kwenye familia, tumekuona kwenye afya, tumekuona kwenye malazi na mavazi, tumekuona kwenye malazi na mavazi, tumekuona kwenye vyakula, tumekuona kila mahali, tumekuona Yesu. Mwezi mzima umetubeba, mwezi mzima umetubeba, mwezi mzima umetusaidia, mwezi mzima umetusaidia.
Baba. Yesu tunakushukuru, Yesu tunakushukuru. Ni mangapi alikuwa tuangamize, ni mangapi alikuwa tuangamize, ni mangapi alikuwa tuangamize. Baba umetusaidia usiku, umetusaidia mchana, umetusaidia Baba. Baba tunasema asante, kama siwe kutusaidia tusingesimama. Rada basheketaya, rada barele bosekotaya, ya dabasakataya. Baba asante kwa malaika waliofanya vituo kutusingira usiku na mchana. Asante kwa malaika waliotupigania vita vya siri na vya wazi. Baba asante, rada boshekesaya, ya dabasekotaya. Baba tumeleta shukrani zetu mbele zako. Baba asante, Baba asante, Baba asante. Walipojipanga kutuangamiza ulitusaidia, walipochimba mashimo tudumbukie ulituokoa. Baba asante, walipomitenga mitego ili tupate kunaswa kwenye mitego yao ulitusaidia. Baba ukututia katika nia za watesi, ukututia katika nia za maadui zetu, umetuokoa kama ndege katika mtego wa mwindaji. Baba tunakushukuru, mwezi mzima umekuwa neema kwetu. Baba umetusaidia, hata pale tulipokosa ulichukulia nasi. Yesu tunakushukuru. Rana masheke za tayanda, riato nebaseka shazia, lepako seketaya. Baba tunasema asante. Tumeuona mkono wako, tumeona nguvu zako, tumeona rehema zako, tumeona uaminifu wako, tumeona uweza wako. Baba asante, Baba asante, Baba asante, Baba asante. Ulitusaidia mwezi mzima, ulituongoza jinsi ya kunena, ulitufundisha jinsi ya kuenenda, ulitusaidia jinsi ya kutenda. Baba asante, asante. Hekima yako ilikuwa pamoja nasi ikitupa hekima. Baba tunakushukuru kwa Roho wako aliyekuwa akituongoza, akitusaidia, akituwezesha, akitufanikisha katika mambo yote. Baba tunasema asante, asante kwa damu yako ilikuwa ikinena mema kwa ajili yetu mwezi mzima. Baba asante kwa kutufundisha mwezi mzima, asante kwa kuchukuliana nasi mwezi mzima. Baba hata tulipoanguka ulituchukua tena, tulipochafuka ulitusafisha tena. Baba tunasema asante, umeokoa nyumba zetu, umeokoa ndugu zetu, umeokoa watoto wetu, umeokoa miji yetu. Baba asante, Baba asante. Pamoja kulikuwa kuna madhaifu mengi, lakini bado Baba ulitulinda, Baba bado ulitubeba, bado ulitushika, bado ulitusaidia. Baba asante, Baba asante, Baba asante. Riana mashaka zata ya nabaya, ria zatari na masaya. Fungua moyo wako mbele za Bwana, mwambie Yesu asante. Unajua hivi ulivyo leo ni kwa sababu Mungu amekusaidia. Kama si Mungu kusaidia usingesimama hapa leo, kama si Mungu kukutegemeza usingekuweko mahali hapa leo. Unajua ni vita ngapi zimepita kwako usiku, unajua ni mabaya Sigeli alikuwa anakunyemelea mwezi mzima, lakini Mungu alikulinda, lakini Mungu alikusaidia, lakini Mungu alikutegemeza. Una kila sababu ya kuinua ibada yako mbele za Bwana. Inua maneno yako mbele za Bwana, inua maneno yako mbele za Bwana. Acha roho yako imwadhimishe Bwana, acha roho yako imwadhimishe Bwana, acha nafsi yako imhimidi Bwana. Rada basheke tabaya rekozina, sashakone baseta ya dabaya, rado bosaketaya, riaza koseshene masataya, yekotaya na basaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Radabakoshazina osaya kaseta na basaya. Baba umetusaidia, Baba umetusaidia, Baba umetuvusha, Baba umetutegemeza, Baba
Baba umetusaidia. Kama si wewe tusingefanyikiwa. Kama si wewe tusingefanyikiwa. Baba asante. Baba asante. Pamoja na kwamba tulikuwa hatuna, lakini ulitusaidia. Pamoja na kwamba tulikuwa hatuna nguvu, lakini ulitutegemeza. Baba asante. Baba asante. Pamoja na kwamba waliokuwa wanaumwa, Baba uliwabeba. Pamoja na kwamba kulikuwa waliokuwa wadhaifu, uliwatia nguvu. Rada basheketa baya, rada boseketarina basaya. Baba tumekuja kutoa dhabihu ya shukrani kwenye madhabahu yako. Tumekuja kutoa dhabihu ya heshima mbele zako Bwana. Tumekuja kutoa dhabihu ya tukuzo mbele zako Baba. Tumekuja kutoa dhabihu kwa ajili ya ile biashara, kwa ajili ya ile ndoa, kwa ajili ya ile kazi, kwa ajili ya ile biashara, kwa ajili ya ule mtaji. Baba tumekuja kutoa shukrani. Baba tumekuja kutoa shukrani kwa jinsi ambavyo ulituongoza, kwa jinsi ambavyo ulituwezesha, kwa jinsi ambavyo ulitulinda, kwa jinsi ambavyo ulitulinda kama ngao na kigao, kwa jinsi ambavyo ulituzingira pande zote kama milima inavyozunguka Yerusalemu. Ndivyo ulivyotuzungukia kuchao, ukatuokoa, ukatuokoa. Rebo sheketaya masaka teka zato haya. Ulikomboa damu zetu Bwana, ulikomboa damu zetu Bwana, ulikomboa damu zetu Bwana. Asante Bwana wa amani, asante Bwana wa amani, kwa jinsi ambavyo ulinyosha mkono wako kwenye kazi, kwa jinsi ambavyo ulinyosha mkono wako kwenye afya zetu, kwa jinsi ambavyo ulinyosha mkono wako kwenye huduma zetu, kwa jinsi ambavyo ulinyosha mkono wako kwa watoto, kwa jinsi ambavyo ulinyosha mkono wako kwa wenza wetu, kwa jinsi ambavyo ulinyosha mkono wako kwenye kila tulicho nacho. Baba tunasema asante. Baba tunasema asante. Ulitukinga dhidi ya uchawi, ulitukinga dhidi ya uganga, ulitukinga na mitego ya uwindaji. Baba ulituokoa kila upande. Baba asante. Baba asante. Baba asante. Baba asante. Hatuna maneno mengi, hatuna maneno mengi sisi Bwana, hatuna maneno mengi zaidi ya kusema asante. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Hatuna maneno mengi, tumeishiwa na maneno, tumeishiwa na maneno. Tumekuja kutoa dhabihu zetu mbele zako. Hatuna maneno mengi, hatuna maneno. Maneno yetu Bwana Yesu yamefungwa kwenye neno hili moja. Asante Yesu, asante Yesu. Maneno yote, maneno yote, shukrani zote, tukuzo zote tumezifunga kwenye lile neno moja. Tunasema asante, tunasema asante. We say thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hatuna maneno, hatuna maneno, hatuna maneno, hatuna maneno. Maneno yametuishia. Yesu asante. Tumeingia na kutoka tukarudi salama. Tumeketi na kuondoka tukawa salama. Tumekula tukawa salama. Tumekunywa tukawa salama. Tumeingia na kutoka kazini, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye kazi tukawa salama. Yesu tunasema asante. Tunajua si kwa nguvu zetu, tunajua si kwa maombi mengi tunaomba, tunajua si kwa kufunga kwingi, tunajua si kwa kujiongeza sana Baba. Ni neema yako tu ilitubeba, ni rehema zako tu zilitusaidia. Ni huruma zako Bwana tu hatukuangamia, ni huruma zako tu Bwana tukuangamia mwezi huu, ni huruma zako Bwana tukuangamia mwezi huu, ni huruma zako tu Bwana, ni huruma zako tu Bwana hatukuangamia, ni huruma zako, ni huruma zako, ni huruma zako hatukupata hasara, ni huruma zako Bwana hatukugua, ni huruma zako Bwana hatukukataliwa, ni huruma zako Bwana hatukufa, ni huruma zako tu Bwana hatukuanguka, ni huruma zako tu Bwana hatukuingia katika mitego ya uwindaji, ni huruma zako, ni huruma zako Bwana zimetuingiza leo, ni huruma zako Bwana zimetuleta leo, ni huruma zako Bwana zimetukusanya tena mbele zako leo, ni huruma zako, ni huruma zako, ni huruma zako tu Yesu. Hakuna tulichoongeza, hakuna tulichoongeza, ni huruma zako, ni huruma zako Yesu, ni
ni huruma zako Baba. Asante Baba, asante kwa ajili ya kila mmoja Baba aliyekuja mbele zako sahi. Asante kwa kila mmoja, asante kwa kila mmoja, asante kwa kila mmoja, pamoja na vyote alivyo navyo, pamoja na wote wanaomzunguka, pamoja na wote wanaowakilisha mbele zako Baba. Tumekuja kusema asante, tumekuja kusema asante kwa niaba ya watu tunaowaombea, kwa niaba ya watu wanaotuzunguka, kwa niaba ya watu tunaowachunga kwenye familia. Tumekuja kusema asante, tumekuja kusema asante kwa niaba yao, tumekuja kusema asante kwa niaba ya kila tunayemuombea. Tumekuja kusema asante Baba, tumekuja kusema asante Baba, tumekuja kusema asante, tumekuja kusema asante kwa niaba ya wote wanaotuzunguka. Tumekuja Baba kusema asante, tumekuja kusema asante, tumekuja kusema asante kwa niaba yao Baba. Pokea shukrani kwa ajili yao Baba, pokea heshima kwa ajili yao Baba, pokea adhama kwa ajili yao Baba, pokea tukuzo kwa ajili yao. Tumekuja kuwakilisha mbele zako, tumekuja kuwakilisha mbele zako. Tunasema asante Baba, tunasema asante Baba, tunasema asante Baba, tunasema asante Baba. Tulikuona kama Baba, tulikuona kama hakimu, tulikuona kama Bwana, tulikuona kama Mungu, tulikuona kama rafiki, tulikuona Baba. Tumekuja kusema asante. Hatuna cha kukupa sisi tena, hatuna. Hicho ndio tulichonacho peke yake Baba, hatuna. Tumekuja kukushukuru, tumekuja kusema asante. Rada mazeko taya mazaka terede bosaya riaza koterede bosaya yekata haya. Na kushukuru kwa ajili ya kazi, na kushukuru kwa ajili ya biashara, na kushukuru kwa ajili ya ndoa, na kushukuru kwa ajili ya kila kitu Baba. Na kushukuru, na kushukuru. Umefanya Baba, umefanya zaidi ya mawazo, umefanya zaidi ya maneno, umefanya zaidi ya tulivyowaza, umefanya zaidi ya tulivyoomba, umefanya zaidi Baba, umefanya zaidi Baba, umefanya zaidi Baba. Redebo shekataya rio saketere ebosia redebo shekataya rada bazeko redebo siakotaya, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Baba. Tunakushukuru Baba, tunakushukuru Baba, tunakushukuru. Asante. Tunawakilisha mifugo yetu, tunasema asante. Tunawakilisha biashara zetu mbele zako, biashara zetu zinasema asante. Tunawakilisha afya zetu mbele zako Bwana, zinasema asante. Tunawakilisha Baba kapu letu na chombo chetu cha kukandia unga pia Bwana, kinasema asante. Tunawakilisha mikono yetu mbele zako Bwana, inasema asante. Tunawakilisha afya zetu, zinasema asante Baba. Tunasema asante Baba, tunasema asante Baba, tunasema asante Baba. Tunakushukuru, tunasema asante. Tunawakilisha mbele zako ndoa zetu Baba, zinakushukuru. Tunasema asante Baba, tunasema asante. Asante kwa ajili ya wazazi wetu, asante kwa ajili ya ndugu zetu Baba, asante Baba, asante. Mazingira yetu Baba, tunakushukuru pamoja na mazingira yetu yote, tunasema asante. Rada basheketaya rio sakata mazata haya redebo sheketaya riazako teredebo siakotaya, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Radebo sheketaya yakazana mazeketaya rioko zate redebosaya yakazito radebosaya. Tunakushukuru kwa ajili ya bloodline zetu kuanzia kizazi cha kwanza mpaka cha 4. Tunashukuru kwa ajili ya marekebisho yaliyofanyika mwezi mzima kwenye bloodline. Asante kwa marekebisho uliyofanya Bwana, tuliokuwa tunaleta mbele zako kwenye mahakama yako Bwana. Asante kwa ajili ya programmings mpya, asante kwa vitu vilivyoondolewa, asante kwa hukumu zilizoondolewa, asante kwa magonjwa yaliondolewa, asante
asante kwa mauti zilizokanseliwa. Baba tunakushukuru kwa kile kilichofanyika kwenye bloodline zetu Bwana, upande wa baba na upande wa mama, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Tunakushukuru kwa marekebisho yaliyofanyika mwezi mzima. Tunakushukuru kwa ajili ya hukumu zilizopita kwa mwezi mzima. Baba tunakushukuru. Tunasema asante kwa yote uliofanya mwezi mzima, kwa yote uliofanya kwenye mwezi mzima, kwa yote uliofanya kwenye familia mwezi mzima, kwa vitu ulivyong'oa mwezi mzima, kwa vitu ulivyobomoa mwezi mzima, kwa vitu ulivyotengeneza mwezi mzima, kwa baraka ulizoziachilia mwezi mzima. Baba tunasema asante. Heshima na utukufu na sifa na enzi vikurudie wewe Bwana. Ni katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Yakatabara dabasaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake na uaminifu wake. Sasa hivi fungua moyo wako mbele za Bwana. Tunaenda kuachilia damu ya Yesu kwenye mwezi mzima. Haleluya. Mahali popote ambapo Mungu alitegemea kuona viwango hakuviona, tunaenda kuomba toba. Mahali tulipolegea tunaenda kuomba toba. Yamkini Mungu alitamani unapofunga mahesabu ya mwezi huu, kuna renki ambayo Mungu labda alitegemea kukuona umefika. Kuna kiwango cha upanga wako Mungu angetegemea kiwe kimefanya kazi kubwa. Yamkini kiwango cha upanga wako imefanya kazi ndogo sana kwa mwezi mzima. Haleluya. Yamkini kuna vitu ambavyo unataka urekebishe kwa kiwango kikubwa kurekebisha. Yamkini kuna mahali ambapo Mungu alitegemea kukutana na wewe, kukutana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende mbele za Mungu tumwambie Mungu, tunanyunyiza damu Yesu kwenye mwezi mzima. Tunaomba uturehemu kwa ajili ya mapungufu yoyote ambayo tumeyafanya mwezi mzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukishamaliza na kuomba rehema kwa ajili ya ndugu zako, familia yako na watu unaowaombea. Haleluya. Na usisahau Tanzania. Ya radebo sekataya radabazekeredebosi ya mazakataya. Baba katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, Baba katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunajinyunyuzia damu ya Yesu, tunajinyunyuzia damu ya Yesu. Baba tunajinyunyuzia damu ya Yesu. Baba tunasogea nywani mwako kwa damu ya Yesu, tunasogea mbele zako kwa damu ya Yesu, tunakikabili kiti chako cha neema kwa damu ya Yesu. Baba wa rehema na neema, Mungu mwenye haki na mwaminifu, tunausogeza mwezi mzima wa nne mbele zako Baba. Tunakusikia kadri ya wingi wa neema zako Mungu, turehemu mahali popote ambapo tulipungukiwa na utukufu wako kwa mwezi mzima, mahali popote ambapo hatukwenda sawasawa mwezi mzima. Baba tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi mzima wa nne. Tunaomba toba juu ya kila dakika, sekunde na saa ya mwezi mzima. Baba tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo aliye kuingia kwetu na kutoka kwetu. Tunaomba toba ikiwa kuna hati yote ya mashtaka ambayo iko mbele zako Bwana, ambao tunashtakiwa kwa sababu ya jinsi ambavyo tuliingia na kutoka, jinsi ambavyo tulienda mwezi mzima. Baba tunakuja mbele zako, tunaomba toba. Tunaomba Baba utusamee, uturehemu. Tunaomba Baba utusamee, uturehemu. Baba ninakusihi kwa kadri ya wingi wa rehema zako. Yamkini kuna viwango ambavyo ungetamani kuniona nimefika mwisho wa mwezi. Kuna mahesabu ambayo ungetamani kuyaona nimeyafunga mwezi wa nne, lakini Mungu yamkini niko robo, yamkini niko nusu, yamkini niko robo tatu, yamkini nilibakia kidogo sikumaliza. Baba ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninatubu kwa ajili ya mbegu zozote mbaya ambazo nilipanda mwezi wa nne. Ninazitubia kwa damu ya Yesu. Natubu kwa ajili ya vipimo vyote vibaya ambavyo nimepima 100 watu kwa njia mawazo, kwa njia maneno, kwenye vikao ambavyo havikukupendeza wewe. Baba ninakuja mbele zako, ninaomba toba, ninaomba msamaha mbele zako kwa damu ya Yesu. Yamkini Mungu ulitegemea upanga ulionipa mikononi mwangu ningefanya nao vita na kuokoa wengi, lakini sikufanya. Baba ninakuja mbele zako, ninaomba toba. Yamkini Mungu sikutumia kinywa changu sawa sawa, yamkini sikuwaza sawa sawa, yamkini sikutenda sawa sawa, yamkini Mungu niliinua nafsi yangu kwa ubatili mwezi mzima. Baba nimekuja mbele zako, ninaomba toba. Natubia njia zangu zote nilizoziendea mwezi mzima, natubia mawazo yangu na matendo yangu ya mwezi mzima. Baba ninaomba toba, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye mwezi mzima. Yamkini ulisema na mimi Mungu sikutii, yamkini uliniongoza katika njia inipasao sikuifuata. Baba ninakusihi kwa kadri ya wingi wa rehema zako nirehemu. Kama nilimtia kisirani malaika uliyomweka mbele yangu, ninaomba toba. Kama
kama nisikumtii Roho Mtakatifu, naomba toba Baba. Nimekuja mbele zako, ninaungama mbele zako Baba kwa namna mbalimbali ambavyo Mungu nimepungua mbele zako Baba. Yamkini Mungu nilipunguza taswira yako mbele za watu, yamkini sikukuwakilisha vizuri mahali fulani Baba. Ninakuja mbele zako, ninaomba toba, ninaomba msamaha Bwana, ninaomba unirehemu. Yamkini nimekuwa mvivu kwa mwezi mzima, yamkini nimekuwa mzembe, yamkini kuna mahali nimetenda kwa upumbavu mwezi mzima Baba. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye makosa yangu yote, kwenye dhambi zangu zote, kwenye mapungufu yangu yote ya mwezi mzima Baba. Ninaomba unirehemu na kunisamehe Baba, ninaomba unirehemu na kunisamehe. Ikiwa mwili wangu ulikuwa juu sana kuliko roho yangu Bwana, ninaomba unirehemu na kunisamehe, ninaomba unirehemu na kunisamehe Baba. Nisamehe kwa maamuzi mbalimbali ambayo nimeyafanya, ambayo alikuwa nje ya makusudi yako, nje ya mapenzi yako Bwana, na yamenishusha nafasi kwenye ulimwengu wa roho Baba. Ninaomba toba na rehema na msamaha Baba, ninaomba toba na rehema na msamaha kwa maamuzi ambayo nimeyafanya, ambayo Mungu ameleta hasara kwenye roho yangu, yameleta hasara kwenye huduma yangu, yameleta hasara kwenye mahusiano, yameleta hasara kwenye familia Baba. Ninanyunyiza damu Yesu kwenye maamuzi yote ambayo nimeyafanya ambayo hayakuwa sawa sawa, na yatubia kwa damu ya Yesu, na yatubia kwa damu ya Yesu Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ninauzamisha mwezi mzima na njia zangu zote Baba, nazitubia kwako, natubu kwa damu ya Yesu Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Na ndipo sahihi Bwana, kwa damu ya Yesu ninasimama kama kuhani Bwana, nikiwakilisha nyumba ya baba yangu, nikiwakilisha nyumba ya mama yangu, nikiwakilisha nyumba ya kule nilikooa kuolewa Baba. Ninanyunyiza damu ya Yesu nikiwakilisha tenda kazi wanaonizunguka, biashara na vyote vinavyonizunguka, kazi na kila kinachonizunguka, wote wanaonizunguka kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye kila eneo nilipo Bwana. Ninaomba toba na rehema na msamaha, nikiubeba uovu wa mazingira yangu yote, uovu wa watu wote wanaonizunguka kwenye mazingira yangu Baba. Ninatubu na kuungama kwa ajili yao Baba. Ninaomba rehema kwa ajili ya njia zote ambazo wameziendea mwezi mzima, kazi walizofanya kinyume cha mapenzi yako mwezi mzima. Natubia uovu wa nyumba yangu, natubia uovu wa familia yangu, natubia uovu wa watoto wangu, natubia uovu wa mwenza wangu, natubia uovu wa ndugu zangu, natubia uovu wa biashara na wakazi wa biashara na kazi, natubia uovu wa mahusiano mbalimbali tulionayo Bwana. Tunaomba Mungu rehemu na kusamehe, tunaomba Mungu rehemu na kusamehe dhidi ya kila dhambi, uovu na makosa Bwana yaliyofanyika katika nchi ya Tanzania kwa mwezi wa 3. Tunamimina damu ya Yesu Kristo kwenye ardhi ya Tanzania na kwenye familia nzima ya Tanzania. Tunamimina damu ya Yesu ya kuomba toba na rehema kwa ajili ya mahakama, kwa ajili ya serikali, kwa ajili ya bunge, kwa ajili ya viongozi mbalimbali wa umma Baba. Tunaomba toba na rehema na msamaha. Tunasogeza familia Tanzania yote mbele zako Baba. Tunatubu kwa ajili ya wote walioko ndani yake. Tunamwaga damu kwenye mipaka yake, tunamwaga damu kwenye mimili yake yote mitatu, tunamwaga damu kwenye ardhi na kwenye mbingu za Tanzania. Tunamwaga damu kwenye kila nyumba iliyoko Tanzania, kwenye kila familia iliyoko Tanzania, kwenye kila kichwa kilichoko Tanzania. Tunamimina damu ya Yesu kwa waovu na wema. Tunaomba toba kwa ajili ya kila uovu uliofanyika juu ya Tanzania Baba. Tunatubu kwa ajili ya kila uovu wa nyumba zetu, tunatubu kwa ajili ya kila uovu wa mitaa tunayokaa, tunatubu kwa ajili ya kila uovu wa barabara za mitaa tulioko Baba. Tunaomba toba kwa ajili ya huduma mbalimbali ambazo tunaabudu Bwana. Tunaomba toba kwa ajili ya madhabahu za huduma tunazoabudu Bwana. Tunasogeza mbele zako makuhani, tunasogeza mbele zako makusanyiko mbalimbali ambao tunakusanyika katikati yake kuabudu Bwana. Tunayaleta mbele zako tukitubu kwa ajili ya uovu wa kila mmoja kwenye kanisa Baba. Tunaomba rehema na msamaha kwa ajili ya uovu wote wa mwezi mzima wa 4. Tunaungama kwa ajili ya kanisa na makuhani, tunaungama kwa ajili ya waombaji, tunaungama kwa ajili ya kanisa na waombaji, tunaungama kwa ajili ya makusanyiko mbalimbali ya watoto wako Tanzania nzima Baba. Tunaomba toba kwa ajili ya kanisa la Tanzania. Mungu rehemu na kusamehe kwa namna ambavyo tukusimama kwenye nafasi Bwana, kwa namna ambavyo tumefuata kutumika kwa ulegevu Baba. Tunatubu kwa ajili ya uovu wa mwezi mzima, wa mwezi mzima, wa mwezi mzima, wa mwezi mzima, kama familia ya Tanzania, kama familia yangu, kama familia mtaa ninayokaa, kama familia mkoa ninayokaa Baba. Ninatubu Baba, ninatubu Baba, ninatubu kwa ajili ya wote walio hai kwenye bloodline ya baba yangu na mama yangu. Natubu kwa ajili yao mbele zako Bwana. Naomba usamehe na kurehemu, naomba usamehe na kurehemu kwa wote walioko kwenye bloodline
ya mume wangu au ya mke wangu. Baba natubu na kuomba rehema kwa ajili ya wote walioko hai. Natubia njia zao, kazi na matendo yao. Mungu naomba samehe uovu wao wote wa mwezi mzima. Baba kwa damu ya Yesu rehemu. 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 Kila mahali Bwana palipobomoka kwenye nchi kwa sababu ya kumwaga damu, Baba tunaomba toba. Baba tunaomba toba kwa ajili ya damu zilizomwagika kwenye nchi, kwa ajili ya damu zilizomwagika kwenye familia, kwa ajili ya damu zilizomwagika kwenye mitaa. Tunamwaga damu ya Yesu, tunaomba toba kwa ajili ya damu zilizomwagika mwezi wa 4. Baba tunaomba toba kwa ajili ya damu zinazopiga kelele kwenye ardhi ya Tanzania, zinazopiga kelele kwenye ardhi ya mikoa tunayokaa, inayopiga kelele kwenye ardhi za familia. Baba tunatubu, Baba tunatubu, Baba tunatubu kwa ajili ya uovu wa viongozi uliowapa mamlaka kutuongoza. Baba tunatubia njia zao zote za mwezi mzima wa 4. Baba tunaleta mbele zako, tunaomba toba. Baba samehe. Tunatubu hata kwa ajili ya makuhani uliowapa dhamana kwa ajili ya kuwalisha kondoo wako, kuwalisha watu wako. Baba tunakusihi kwa kadri ya wingi wa rehema zako. Baba tunakuomba rehemu. Baba tunakuomba rehemu. Baba tunakuomba rehemu mahali popote ambapo Bwana tulipungua kwenye utukufu wako Baba, mahali popote ambapo hatukufuata maelekezo, mahali popote ambapo tulifanya kazi kwa ulegevu, mahali popote tulipofanya kazi kwa kufuata maslahi yetu wenyewe. Baba tunakuomba uturehemu. Baba tunakuomba uturehemu. Ikiwa ukitazama Bwana our motives kwa mwezi mzima ulikuwa kuna ubatili na uovu, Baba tunatubu kwa ajili ya kila ubatili na uovu uliokuwa nyuma ya makuhani. Baba tunatubu na kuomba rehema. Tunatubu na kuomba rehema kwa ajili ya mikono ya makuhani iliyojaa udhalimu na uovu, kwa ajili ya mioyo ya makuhani iliyojaa udhalimu na uovu. Baba tunaomba toba kwa mwezi mzima. Ikiwa Bwana Yesu makuhani walisimama kati ya patakatifu na madhabahu wakaachilia mapooza kwenye kusanyiko, tukaachilia mapooza mahali popote, Baba tunakuomba uturehemu na kutusamehe. Baba tunakuomba uturehemu na kutusamehe. Tunatakasa Bwana Yesu familia zetu, tunatakasa nchi nzima ya Tanzania, tunatakasa ardhi yote, tunatakasa mbingu zote. Redebo sheketaya, redobo sakatama za haya, redebo shande, redebo saya, rio saketarida basaya. Baba rehemu, Baba samehe. Baba rehemu, Baba samehe. Tunauzamisha mwezi mzima kwenye damu ya Yesu, pamoja na matendo yote tuliyofanya mwezi mzima kama nchi, pamoja na matendo tuliyofanya mwezi mzima kama mtu mmoja mmoja katika nchi, pamoja na matendo tuliyofanya mwezi mzima kama familia, kama ukoo. Radebo sheketaya, riko zana masesha zaya, ria zako ze emasasha zaya, redebo saya, rioko zane masesha zaya, riaka nemezeke tabahaya. Baba tunakuomba ututakabali tena kabla tujaingia mwezi mpya. Tunatamani tuende tukiwa tumetakaswa, tunatamani tuende tukiwa safi, tunatamani tuende na kibali chako. Baba tunaomba kibali. Baba tunaomba kibali. Baba tunaomba kibali. Kibali kwa ajili ya nchi ya Tanzania, kibali kwa ajili ya Watanzania, kibali kwa ajili ya kanisa, kibali kwa ajili ya makuhani, kibali kwa ajili ya mtu mmoja mmoja kwenye familia zetu, kibali kwa ajili ya bloodline zetu Bwana, kwa ajili ya wote walioko hai kwenye bloodline zetu Bwana. Tunaomba kibali tena Bwana cha kuona wema wako katika nchi ya walio hai tena kwa mwezi unaoanza. Baba tunaomba kibali chako. Tutakase Yesu, tutakase Yesu, tutakase Yesu, tutakase tena, turidhie tena kama taifa, kama kanisa, kama familia, kama bloodline Bwana. Turidhie tena Yesu kama familia, kama mtu mmoja mmoja. Tunakuomba Yesu turidhie, tunakuomba Yesu turidhie, tunakuomba Yesu turidhie yawe, turidhie yawe, turidhie yawe, turidhie yawe. Tunakuomba Yesu turidhie. Redebo shakataya, rioko za redebosaya, radabaketana mazataya, rioza geredebosia kotaya, radabakotena mazataya. Tunamwaga damu ya Yesu Kristo ya ondoleo la dhambi ikapite kwenye nchi nzima, ikapite kwenye taifa zima la Tanzania, mahali popote lilipo nje na nchi ya Tanzania, mahali popote tulipotawanyika Baba. Tunamwaga damu ya Yesu mahali popote ambapo damu ya Mtanzania ipo Bwana, ndani ya nchi na nje ya nchi. Tunapeleka damu ya Yesu mahali popote pale walipo
saa hii, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kwa yeyote ambaye ana damu ya Tanzania, tunapeleka damu ya Yesu yaondoleo, damu ya Yesu yaondoleo kwenye kanisa, kwenye taifa. Radabashekotaya, redeboziakotaya. Baba, tunakuomba msamaha wa dhambi. Umesema ni mwaminifu, tukiungama dhambi zetu na tusamehe, wala maovu yetu yakumbuki tena. Baba, tumemwaga damu ya Yesu, tunakuomba samehe. Tunaomba rehema, tunakuomba samehe. Tunaomba rehema, tunakuomba ghadhabu yako Bwana ikainuliwe juu ya Tanzania, ikainuliwe juu ya Tanzania, ikaondolewe Bwana. Radabasheketaya, riozakele masakataya. Baba, tumekuja kwako, tunaomba tena haki yako, tunaomba tena haki yako, tunaomba uachilie tena haki yako juu ya Tanzania, haki yako juu ya Tanzania, haki yako juu ya wanaonewa, haki yako juu ya wanaokandamizwa, haki yako kwenye familia, haki yako kwenye ukoo, haki yako kwa ndugu jamaa na marafiki tunaowaombea, haki yako kwenye kazi na biashara na mazingira yetu yote. Baba, tunaiomba haki yako yote, na ile haki yako uliyotukirimia kupitia damu yako, tunaiomba tena hiyo haki yako Bwana, tunaiomba tena hiyo haki yako tena Bwana, ikaachiliwe Bwana kwenye malango yetu yote, ikaachiliwe kwenye malango ya kanisa, ikaachiliwe kwa makuhani. Haki yako tena, haki yako tena, tunaiomba haki yako tena kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye familia, kwa watoto, kwa vijana, kwa wazee, kwa mama, kwa baba. Tunaiomba haki yako Yesu tena, haki yako kwa wanyonge, haki kwa wanaonewa, haki kwa yatima na wajane. Tunaiomba haki yako tena Bwana, haki yako tena Bwana kwa ajili ya kutusaidia kwa mwezi unaokuja. Tunaiomba haki ya kuishi, tunaomba haki ya kuwa na afya njema, tunaomba haki ya kufanikiwa kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa. Tunaomba haki ya Bwana ya kuishi, tunaomba haki ya Bwana ya kusimama tena kwa ajili ya familia tena kwa mwezi unaokuja. Tunaiomba haki yako tena Bwana, 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 ikatubebe, ikatubebe, ikatubebe. Baba, tunakuomba sasa kwa damu ya Yesu Kristo, lile vazi la haki, lile vazi la haki ukatuvishe sasa, ukatuvishe sasa, ukatuvishe sasa lile vazi la haki, lile vazi la haki, lile vazi la haki, lile vazi la haki. Tunaliomba vazi la haki. Asante Bwana kwa ajili ya hilo vazi, asante 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 kwa ajili ya hilo vazi. Redebosheketaya, radabazakatana mazataya, redebosheketaya, riazona maseketabaya brade, redebosheketarina mazataya, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Bwana wa amani, asante kwa kuturehemu, asante kwa kuturidhia, asante kwa kututakabali, asante kwa kutupa kibali, asante kwa kutuvisha vazi la haki. Asante Bwana kwa kututakabali, asante mfalme wa amani, asante Mungu wa rehema, asante Mungu wa neema, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Bwana kwa kuwa tutaiona haki yako kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye familia, kwa watoto, kwa vijana, kwa wanaotusaidia kazi, kwenye biashara na kwenye familia. Asante kwa kuwa tutaiona haki yote ikifanyika kwenye mazingira yetu yote. Asante kwa kuwa haki yako Bwana itatawala mawazo ya watu ambao tunahusiana nao. Asante kwa kuwa kila utakachokifanya kwetu Bwana kitakuwa haki. Asante kwa kuwa haki yako itatawala kwenye malango yetu yote. Asante kwa kuwa tunaenda kuipokea haki toka kwa watu, haki kwenye mazingira, haki kwenye nchi, haki kwenye mbingu, haki kwenye kila kinachotuhusu Bwana. Asante Bwana, kila kilicho haki yetu, iwe ni uchumi, iwe ni kazi, iwe ni chakula, iwe ni chochote Bwana. Asante kwa kuwa haki zote zitatuangukia mwezi wa 5, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Mungu wa amani kwa uaminifu wako na nguvu zako. Ni katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninatumaini wote mmejiandaa, mna anointing oil, mna meza ya Bwana.
Amen. Leo tunaenda kushiriki tofauti kabisa. Kuna namna ambavyo Mungu ametusaidia jinsi ya kufanya vitu kwa urahisi. Haleluya. Amen. Kushiriki kwetu siku ya leo kutakuwa namna hii. Tunaenda kushiriki meza ya Bwana. Tunaiachilia moja kwa moja ile kwenye kizazi cha kwanza. Unaposhiriki hapa moja kwa moja kwa imani, tunaituma damu ya Yesu kwenda kuvisit kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu na cha nne. Haleluya. Tunapoituma kule, tulikuwa tunashirikia uchawi. Mwezi huu hasa tumeshirikia sana uchawi na issue za kisheria. Kwa hiyo tunaenda kujifungua, kujinasua nafsi zetu kwenye maagano ya kichawi yaliyokuwa nafuatilia mpaka kizazi cha 4. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia damu ya Yesu Kristo tunaenda kushiriki sahihi. Damu ya Yesu Kristo ni roho. Tunaiachilia kwenye ulimwengu wa roho kizazi cha kwanza. Tunaenda kujifungua toka kwenye kizazi cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Alafu hiyo damu ya Yesu inaenda kufungua watu wote waliokuwa wamefungwa kuanzia kizazi cha kwanza kwenye uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuelekeza na kutakuwa na neno la kutusaidia kusimamia. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, ambalo litatuongoza, nitalisoma, nitajitahidi kunani kwa haraka. Alafu tutakuwa dakika 5 ya kushiriki, alafu tutaanza kuomba. Haleluya, kwa ajili ya kuachilia kujifungua kwenye vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuingia mwezi wa 5. Tukiwa tumeshiriki, lakini tukiendelea kuo kwenye mlango. Tukiendelea kufanya vita kwenye mlango. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 52 mstari wa 1 mpaka 3 inasema, amka amka, jivike nguvu zako. Sayuni, jivike mavazi yako mazuri. Yerusalemu, mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetairiwa wala aliye najis. Tunaenda kudeclare kwamba from now onwards tuna clear uchawi kwenye damu. Tumejifunza kuhusu kwenye damu. Damu ni power inayosababisha watu waishi maisha ambao wenyewe hata hawayapendi, lakini kwa sababu mfumo unalazimisha kuwa hivyo walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaenda kutangaza kwamba kwenye damu zetu hakuna ambaye asiyetairiwa atakayekaa huko ambaye anafanya uchawi. Alafu anasema, jikungute mavumbi uondoke, uketi Yerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako, binti Sayuni uliyefungwa. Kwa hiyo tunaenda kujinasua nafsi zetu kwenye maagano ya kichawi yaliyotufunga toka kizazi cha kwanza. Kwa nini tunajifungua sisi kwanza? Tukishajifungua itakuwa rahisi kwenda kuachilia kufanya vita kupitia waraka wa kwanza wa Yohana wa kwanza 3:8. Anasema kwa kusudi Yesu alidhihirishwa ili kuziharibu kazi za ibilisi. Kwa hiyo tunaenda kuituma damu ya Yesu kwa ajili ya kuharibu kila uchawi uliofanyika kizazi cha kwanza. Uchawi wote ulifanyika kwenye matumbo ya uzazi ya watu, kwenye afya za watu, kwenye nini ambao ulifuatilia mpaka kizazi cha 4. Tunaenda kuharibu. Alafu anasema, maana asema hivi, mliuzwa bure nanyi mtakombolewa bila fedha. Hii mbili sijaimalizia vizuri. Kwa sema, jikungute mavumbi yako uondoke, uketi Yerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako, binti Sayuni uliyefungwa. Kwa hiyo tunaenda kujifungua huko. Zaburi ya 2:3. Hapa ni kipengele kikubwa cha kujinasua, kujitoa kwenye maagano ya kichawi. Haleluya. Zaburi ya 2:3 anasema, na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaenda kufanya kupitia damu ya Yesu tulioshiriki hiyo. Haleluya. Kingine ambacho tutasoma nacho, Waebrania 9:17 mpaka 32. Hii inaika tu understanding ili tuweze kujua ni kitu gani tunaenda kushiriki kiagano na kwa kujua tunachoenda kukifanya. Na tunachokifanya sana ni kwenye damu zetu kuanzia kizazi cha kwanza mpaka cha 4. Waebrania 9:17 mpaka 22 nasema, kwa maana agano la urithi lina nguvu alipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa hai yeye aliyelifanya.
Kama tunavyojua maagano mengi wameyafanya kwa kuua vitu. Kwa hiyo agano lina nguvu pale ambapo unakuta kitu kimekufa. Anasema tunavyojua wachawi asilimia kubwa wana operate kupitia wanafanya uchawi sana kupitia vitu wanavyoua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote kama alivyoamuru sheria, alitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu na nyekundu na hisopo, pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo. Hapa kwenye maji, kumbuka kwenye damu ya Yesu kuna maji, na kwenye miili yetu kuna maji. Kupitia mwili ulio kama marine spirit wana uwezo kuingia kwenye maisha yako wakiteka advantage ya 75% ya maji yaliyo kwenye miili yetu na kutufisha. Tunaenda kutumia damu ya Yesu Kristo na maji yaliyo kwenye damu ya Yesu na kusafirisha na kuconnect na maji yaliyo kwenye miili yetu, kuconnect na kizazi cha kwanza kwa ajili ya kukitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa na hao watu wote kama ilivyoamuru sheria, alitoa damu ya ndama na mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo, akakinyunyizia kitabu chenyewe na watu wote, akisema hii ni damu ya agano lililoamriwa na Mungu. Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu vivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pasipo kumwaga damu hatuwezi kujitoa kwenye hao maagano. Na anaposema hakuna ondoleo, kwamba hakuna kinachoweza kuondoka au kujitoa kwenye kitu chochote pasipo hiyo damu. Kwa hiyo tunaenda kujitoa kwenye hao maagano na tunaenda kufungua watu kwenye vifungo vya kichawi vilivyowafunga kwa njia ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kazi yetu ni kuiamini damu ya Yesu. Kazi yetu ni kuiamini nguvu ya damu ya Yesu. Kazi yetu ni kuamini kazi ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoituma inategemea unawaza nini ikafanye. Damu ya Yesu inatekeleza unachowaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ina nguvu ya kufuatilia imani yako. Damu ya Yesu ina macho. Damu ya Yesu inachunguza. Inajua unaiachilia sasa hivi kwa ajili ya kazi gani. Kwa hiyo hakikisha kwamba imani yako inakuwa intact for what you are going to do right now. Kwa sababu kinacholeta mabadiliko kwenye maisha yetu si maneno tupu, ni imani uliyoiweka kwenye damu. Ni neno unalotaka lifanyike kupitia hiyo damu. Unapoamini damu ya Yesu inaweza kukutoa kwenye maagano ya kichawi. Unapoamini damu ya Yesu inaweza kutoa ndugu zako kwenye maagano ya kichawi. Unapoamini damu ya Yesu inaweza kuziharibu kazi za kichawi kwenye bloodline. Ni ukweli na hakika itaondoa. Na unapoamini damu ya Yesu inaweza kureprogram upya damu zetu, tukatangaza na kutamka kwamba hakuna kitu cha kufisha tena cha kichawi kitakachokaa au kurun kwenye damu zetu tena. Na kuambia hakika, kwa kuwa damu Yesu ina nguvu na ina uwezo wa kubadilisha kuliko hata damu ya mwanadamu au ya mnyama. Inaweza kufanya kile tunachokiwaza wakati tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana kujua. Amen. Amen. Haya, sasa tunachoenda kuomba sasa, tutaenda kukiita kizazi, tutakwenda kuomba, nitakuwa naongoza. Tutaenda kuachia damu kizazi cha kwanza na kujifungua kwenye maagano ya kichawi yaliyofanyika kwenye kizazi cha kwanza. Tunapeleka damu, tumeshirika tayari, tunaipeleka kule, tunatangaza, tunaiachilia damu tulioshiriki ikavisit kizazi cha kwanza cha upande wa baba na upande wa mama. Nami na kwa sababu roho yako inatakiwa sasa hivi uiamuru iende pale. Nitakuja kufundisha jinsi ya kuiamuru roho yako. Roho yako inatakiwa ifanye kazi. We are multidimensional. Tunatakiwa tufanye kazi kama kwenye mwili tunafanya kazi, kwenye roho tufanye kazi, kwenye mwili tufanye kazi. Kama sasa hivi kwenye mwili sasa hivi tumekaa kimwili tunasikiliza. Lakini sasa roho yako lazima tuiactivate, iende kwenye kizazi cha kwanza. Na malaika wako wataenda kuvisit kizazi cha, tunaenda kumwamuru malaika wako na roho yako itoke iende kizazi cha kwanza. Tunapofika pale, tunapotamka, ni roho yako inafanya kazi pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vitu vya roho vinashughulikiwa na roho yako, sio na mwili wala na kitu kingine. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8 anasema atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo.
Point ya pili ambayo ni muhimu sana tunaishika sasa hivi, anasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kazi za ibilisi moja hapo ni kazi gani? Uchawi. Yes. Kwa hiyo tunaenda kuachilia neno la Bwana. Tunamwakilisha Kristo Yesu kwenye kizazi cha kwanza. Tunaharibu kazi za kichawi zote zilizofanyika kizazi cha kwanza. Kwenye kila familia, yeyote ambaye anateseka leo kwa sababu ya uchawi wa kizazi cha kwanza, tunamfungua. Amen. Iwe ni wa familia au ni wa mtu mwingine walimharibu, tunamfungua. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hizi dakika 5 ambazo tunazo sasa hivi, chukua mwili na damu ya Yesu. Amen. Haleluya. Natumaini kila mtu ameinua mwili juu. Nimekuambia kinachotakiwa kwako hapa ni imani. Imani inahamisha milima. Mkate utakuwa ni mkate wa kawaida kabisa kama utaika imani yako hapo. Damu ya Yesu inaangalia unachotaka ifanye, ndio itakachofanya. Haifanyi nje ya kile ambacho wewe umewekea imani. Haleluya. Inua mkate juu. Kama una mkate, inua kitu chochote unachoweza kukila, kama biskuti. Yaani chochote kile ambacho unaweza kutoka kigeuza kuwa, hata kama ukujiandaa, hata kama una chakula, kwa sababu kama hauwezi kupata kitu saizi, chukua hata chakula kidogo kwenye kijiko au kwenye mkono, inua juu kama una mkate. Haya, sema Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kuwa usiku ule ulitoa mkate ukashukuru, ukaumege mara 2, ukawapa wanafunzi wako ukisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Haya, inua nani kinywaji ambacho nataka tukigeuze kuwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, asante kwa kuwa usiku ule ulikitoa kikombe, ukashukuru, ukawapa wanafunzi wako ukisema, twaeni wote mnywe, maana hii ni damu ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya makusudi yako na mapenzi yako yaliyoachiliwa kupitia damu yako na mwili wako. Bwana Yesu, saa hii ninaposhiriki mwili na damu yako, nashiriki pamoja na mlango mzima wa nyumba ya baba yangu na nyumba ya mama yangu na nyumba ya kule nilikoolewa na nyumba ya kule nilikooa, kwa wale ambao wanaume wako hapa, hata kama hujaoa sema, na kule ambapo nimeoa kwa. Kama kuna mwanaume hapa pia sema hata kasema kwa imani, kwa sababu kuna mtu utamuoa. Na nyumba ya kule ambako nimeoa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninaposhiriki, nashiriki kwa imani. Nami sai kwa jina la Yesu na connect roho yangu na mwili wako na damu yako na malaika wangu. Sahi na muasaini pamoja na roho yangu. Ninaposhiriki mwili na damu yako, nina visit moja kwa moja, ninatembelea moja kwa moja kizazi cha kwanza kwa njia ya damu yako, kizazi cha pili kwa njia ya damu yako,
Kizazi cha 3 kwa njia ya damu yako. Kizazi cha 4 kwa njia ya mwili na damu yako. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninaposhiriki mwili na damu yako, ninaenda kujinasua na kujifungua mimi pamoja na kila aliyeko hai kwenye mlango wa baba yangu na mlango wa mama yangu, kwenye vifungo vya kichawi vilivyotufunga toka kizazi cha 1 mpaka cha 4. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, ninaposhiriki mwili na damu yako, Bwana, ninaenda kufungua mateka waliofungwa kichawi. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Shiriki. Tunaingia vitani. Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina Baba, katika damu ya Yesu. Sahi kwa jina la Yesu. Ninaingia kizazi cha 1 cha upande wa baba yangu na upande wa mama yangu, na kule nilipoolewa, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, na kwa mwili wa Yesu Kristo aliye hai, ninajitoa kwenye maagano ya kichawi. Tunajitoa kwenye maagano ya kichawi. Tunajifungua na kujitoa kwenye maagano ya kichawi yaliyotufunga toka kizazi cha 1, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninapojifungua, ninapojitoa nafsi yangu, ninapojifungua na kujitoa nafsi yangu kwenye maagano ya kichawi kwenye kizazi cha 1, ndipo ninapowatoa ndugu zangu, ndipo ninapotoa ndugu zangu, ndipo ninapotoa watoto wangu, ndipo ninapotoa jamaa zangu, ndipo ninapotoa ndugu zangu, upande wa baba na upande wa mama, na kule ambapo nimeoa na kule ambako nimeolewa na kule ambako watoto wangu nimepatia watoto wangu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, ninajinasua na inasua nafsi yangu, na itoa nafsi yangu, kwa kuwa neno lako linasema, jifungulie vifungo vyako binti Sayuni uliyefungwa, nami kwa damu ya Yesu naifungua nafsi yangu, naifungua nafsi yangu. Na ninapofungua nafsi yangu, nafungua nafsi za watoto wangu, nafungua nafsi za ndugu zangu, nafungua nafsi ya kila mmoja aliyeko hai kwenye damu ya baba yangu na damu ya mama yangu, aliyefungwa kwenye maagano ya kichawi kizazi cha 1, kizazi cha 1. Najitoa kwenye maagano, najitoa kwenye maagano, najitoa kwenye maagano, najitoa kwenye maagano, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na inasua nafsi yangu, na inasua nafsi yangu, naitoa kwa damu ya Yesu kwenye maagano, kwenye maagano. Malaika wa Bwana, malaika wa Bwana mnaonitumikia, mnamtumikia kila mmoja anasikia sauti yangu sahi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, toa nafsi za watu, toa nafsi za watu kwenye maagano ya kichawi yaliyofanyika kizazi cha 1, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunajitoa, 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 tunajitoa kwenye kizazi cha 1, kwenye uchawi uliofanyika kizazi cha 1. Tunajifungua, 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 tunajitoa kwenye maagano, tunajifungua kwenye maagano, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Sema Baba, katika jina la Yesu. Haleluya. Naomba mtu ambaye yuko arshapo anifuatilie. Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kizazi cha 2, ninaingia kizazi cha 2, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mlango wa baba yangu na mlango wa mama yangu, kizazi cha 2, mlango wa baba yangu na mama yangu, mlango wa kule nilikoolewa na mlango wa kule nilikoolewa, mlango wa kule ambako watu wameoa na kule mlango ambao watu wameolewa. Baba, kwa damu ya Yesu, Baba, kwa damu ya Yesu,
kila agano la kichawi lililofanyika kwenye kizazi cha pili, lililofanyika kwenye kizazi cha pili, limefunga nafsi zetu, ambalo lilikuwa limefunga nafsi zetu, Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, tunajitoa kwenye maagano, kuwa kwenye maagano, nafsi yangu kwenye maagano, najifungua nafsi yangu kwenye maagano, Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Nafsi yako unavona sio kwa nafsi na wenzako, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nafsi yangu naitoa nafsi yangu za ndugu zangu, watoto wangu, zangu, tunanasua kwenye kizazi cha pili, kwenye maagano ya kichawi, tunayofoko kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunatuma damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu, tunatoa kwenye kizazi cha pili, kwa damu ya Yesu, kwenye maroho ya maagano ya kipepo, maagano ya uchawi, kwa damu ya Yesu Kristo, tunajitoa kwenye maagano ya damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, kizazi cha pili, kwa damu ya Yesu, upande wa baba, upande wa mama, kwa damu ya Yesu, tunajitoa, tunajifungua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tunatuma damu ya Yesu, tunajitoa kwa damu ya Yesu, kwa hizo nafsi zao kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunaharibu zote kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu, tunajitoa kila agano lilofanyika kizazi cha pili na mzee au bibi, kwa damu ya Yesu tunajitoa kwenye maagano ya kichawi, tunajifungua nafsi zetu, tunazitoa kwenye maagano kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kadabasakataya, rekenemezakataya, radobozeketaridabasaya, rikotiakazataya, rededebosaya, ripepekeseketaya, rakozikataya, rekenemezakataya, radobozekataya, riakazina, rapakataya, rekededeboseketaya, riokoseketaya, radabaziakotaya. I activate angels kwa jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Tunaingia kizazi cha tatu. Tunaingia kizazi cha tatu. Upande wa baba, upande wa mama. Upande wa baba kule nilikooa au kuolewa. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sahihi kwa jina la Yesu. Kila agano la kichawi, kila agano la kichawi lililofanyika kizazi cha tatu, lililofanyika kizazi cha tatu, na mwanamke au mwanaume, na mwanamke au mwanaume, bibi au mbabu, na mbibi au mbabu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, nina visit kwa damu ya Yesu, nina visit hayo kwa damu ya maagano Yesu, yote ya kichawi, hayo maagano yote ya kichawi, na kwa mamlaka nilionayo katika Kristo Yesu, na sahi kwa mamlaka kwa nilionayo njia ya damu ya Yesu Kristo, pia damu ya Yesu Kristo, najinasua kwenye hayo maagano, najinasua kwenye hayo maagano ya kichawi, najitoa nafsi yangu kwenye hayo maagano ya kichawi, najifungua nafsi yangu kwenye hayo maagano ya kichawi, najifungua kwa damu ya Yesu, najifungua kwa damu ya Yesu, najifungua kwa damu ya Yesu, najitoa kwenye maagano kwa damu ya Yesu, najifungua kwenye maagano kwa damu ya Yesu, najitoa kwa damu ya Yesu Kristo, najitoa kwa damu ya Yesu, najinasua nafsi yangu, na nasua nafsi za ndugu zangu, na nasua nafsi ya ndugu zangu, rapakashakataya, najitoa kwenye maagano yote ya kichawi yaliyofanywa na mwanamke au mwanaume, ya mbabu au mzee, rakazakataya, na watoto, kwa damu ya Yesu tunajitoa kwenye maagano ya kichawi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii hapa ya 4, hii hapa. Hapo ndo tulipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ndo tulipo, tunataka tufanye kazi kuwa very serious.
maagano ya kichawi waliofanya juu yako, kwenye viungo vyako, kwenye kazi yako, kwenye akili yako, kwenye chochote kwenye maisha yako, vunja hayo maagano. Silaha tunayo Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu kwenye kizazi cha 4. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye kizazi cha 4. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika damu ya Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye kizazi cha 4, cha upande wa baba, cha upande wa mama, cha upande wa kule tulikookolewa. Baba, tunaachilia nasi. Tunajifungua kwenye maagano ya kichawi waliofanya, maagano ya mauti, maagano ya aibu, maagano ya ugumba, maagano ya utasa, maagano ya mateso, maagano ya kushindwa, maagano ya aibu, maagano ya mateso, maagano ya umaskini, maagano ya ufukara, maagano ya uharibifu, maagano ya mauti. Tunajifungua kwenye maagano, tunajitoa kwenye maagano, tunajitoa kwenye maagano, maagano ya uharibifu, maagano ya mateso, maagano ya ulevi, maagano ya uvivu, maagano ya mateso, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila agano lofanyika kinyume changu ili kunifisha, ili kunifunga, ili kunitesa, ili kuniharibu, ili kuniangamiza, leo kwa damu ya Yesu ninaachilia damu ya Yesu kwenye maagano waliofanya, kwa damu za kuku, damu za ndege, damu za wanyama, damu za watu kinyume changu, leo kwa damu ya Yesu, leo kwa damu ya Yesu najifungua kwenye maagano, najitoa kwenye maagano, najinasua kwenye maagano, najitenga na hayo maagano, najitoa kwenye maagano kwa damu ya Yesu, 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 najitoa, 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 najitoa kwenye maagano ya hasara, kwenye maagano ya kutokufanikiwa, kwenye maagano ya aibu, kwenye maagano ya kutokwenda mbele, kwenye maagano ya kutokufanikiwa, leo kwa damu ya Yesu, hayo maagano waliosimamisha kwenye nchi, waliosimamisha kwenye milima, waliosimamisha kwenye miti, waliosimamisha kwenye mabonde, waliosimamisha kwenye mito, leo kwa damu ya Yesu najifungua kwenye maagano waliofanya kwenye viungu, kwenye vibuyu, leo kwa damu ya Yesu najitoa, 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 najitoa kwenye maagano walionifungia na kaburi, leo najitoa, najitoa, najitoa viungo vyangu, navitoa kwenye maagano, tumbo langu nalitoa kwenye maagano, maisha yangu nayatoa kwenye maagano, nafsi yangu naifungua kwenye maagano, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu najitoa kwenye maagano, najifungua, najifungua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu najifungua, najifungua kila agano walasimamisha kwenye maisha yangu wakanifunga nalo, ilo agano leo, leo, leo najitoa, 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 natoa akili yangu kwenye maagano, natoa uchumi wangu kwenye maagano, natoa mikono yangu kwenye maagano, natoa maisha yangu kwenye maagano, natoa uzao wangu kwenye maagano, natoa ndoa yangu kwenye maagano, kila kitu changu nakitoa, 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 nakitoa kwenye maagano, leo najiweka huru, leo najifungua vifungo vya shingo yangu, leo najifungua vifungo vya shingo yangu, leo navikata, navikata, navikata vifungo vyote vya kichawi, vya kiagano walivyokuwa wamenifunga, navikata, navivunja, navikata, navivunja vifungo vyao, navikata kwenye viungo vyangu, navikata kwenye uchumi, navikata kwenye ndoa, navikata kwenye biashara, navikata kwa watoto, navikata kwenye huduma, navikata kwenye ndoa, navikata katika, 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 katika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu,
kwa damu ya Yesu, na inasua nafsi yangu, na itoa nafsi yangu kila mahali ambapo wameifungia kichawi, naifungua, 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 naifungua kila kipengele cha nafsi yangu walichokifunga kwenye mti, walichokifunga kwenye pango, walichokifunga kwenye shimo, walichokifunga kwenye andaki, na achilia damu ya Yesu, naitoa, naitoa nafsi yangu, naitoa nafsi yangu. I release my spirit, I release my spirit, I release my spirit, I release my angels, I release my angels kwenye kila shimo, kwenye kila shimo walikoniweka, walikombweka mtu yoyote. Saa hii naachilia kwa damu ya Yesu, toka shimoni, toka shimoni, toka shimoni, toka kwenye lopango, toka rabaka sakataya, rekene masaya, rabade osaya, kataka ne masaya, rede bosaya, riteteke saya, rebebebe kataya, ripoko saya, yakarete masia, ridoboseko taya, rabababako saya, rekenya, repako sekataya, yakatahaya, yekebasiko taya, raboko sea korana masia, rede bosaya, rapopoko seketaya, repaka sekotaya, radaba, rakoseka, riakosa, rekenya, rapoko sea kotaya, ribababoko saya, rekesia, roboko saya. Jitoe, 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 jitoe. Wakati ni wa kujitoa. Jitoe kila mara ulipokuweka. Jitoe, toka kwenye hilo shimo, toka rabaziko taya, toka kwenye hilo shimo, toka kwenye chochungu, toka rabadabazeko taya, ranamazia. Savage your children, savage your children. Watoto wako kwenye kifungo, watoe kwenye hicho kifungo, watoe kwenye wa uchawi, watoe, watoe, watoe mali zako walizoweka kwenye uchawi, zitoe. Rapa kazi yako taya, rede rekezida, rapoko zeko taya. Malaika wa Bwana, sambaa kila mahali, sambaa kila mahali, msaidie kila moja, msaidie kila moja, msaidie kila moja. Fungua kila aliyefungwa, fungua kila aliyefungwa, fungua kila aliyefungwa, fungua kila aliyefungwa. Kata kamba za kichawi, kata vifungo vya kichawi, kata mnyororo ya kichawi, kata pingu za kichawi, kata wa uchawi, kata wa uchawi, kata wa uchawi. Rabaka sekotaya, riabakata, redeposi, reiasata, rapakateka, rekoseke sakataya, riadoba, rekezika, rakoziko sakataya, redebosaya, rikozataya, regeshaketaya, riodakesaya, redebo sekretarida basaya. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, yeketabahaya, radabaha, rehayaka, rakozia, rekenemezakataya, rabobosi, rekezikotaya. Nafungua nafsi za hao watu mniowafunga kwenye mti, na kata hizo kamba, na kata hizo kamba, na kata hizo kamba. Na Baba, kwa damu ya Yesu, naomba ile radi iliyoko kwenye kiti cha enzi cha Yesu Kristo, ile radi ya mwanga, ile radi ya sauti, ile sauti, ule moto unaotoka kwenye kiti cha enzi cha Yesu Kristo, sahi nina activate radi, na activate radi kupiga huo mti, kupiga huo mti, kupiga huo mti, kupiga huo mti. Rabaka sekotaya, ridebe, rakoniata, rabazakotaya. Huo mti wanaotumia kukufunga, wanaotumia kukutesa, huo mti leo tunaupiga kwa radi, tunaupiga kwa radi. Ratatatata, ratatatata, reketatata, ropokosa, riakazekotaya, ridaba, yakotaka na masakataya, rekeziakotaya, rabakotea, ripo, yakazikotaya, rabiada, rakoza, yakataya. Fire, 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 fire. Thunder, rakasakataya. Thunder, 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 fire, rakazikotaya, rede, rapoko seketaya, lightning, lightning, rapoko seketaya, ridebasaya, rakoziakasata, reketeko, rakaziko
Yakazakotaya, yakadedede, rekedede, rapaketede, rikezeketaya, rapokozaka, rakadia, yeketaya, rapokosheketaya, yakataya, rakadedebosaya, rakozakataya, rekedebosaya, yakataya, rakozakataya, yakataya, robokasia, rekenia mazata, rabobo, yaketakadaba, rakazaya, yekotaya, rakozakosataya, rekedebo, yakovina, yakazaya, radede, yakataya, rakaziko, yakataya, radebosaya, rakazikotaya, redebosaya, rakazakotabahaya, yekededebo, yakabikazata, roboka, reketa, yeketete, rebeba, rakozakatabahaya, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Haradabasaya, rekezeketaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziharibu kazi za ibilisi. Session iliyopita juzi nilisema Zaburi ya 82 inasema, Mungu anasema, ninyi miungu wana wa Mungu aliyeko juu. Mungu anasema ninyi mwenye uweza. Haleluya. Kama mtoto wa Mungu, ina maana mahali popote unapoapia wanatakiwa muone Mungu ndani yako. Amen. Anaposema mwana wa Mungu amedhihirishwa, unapoenda kuapia kwenye bloodline kizazi cha kwanza, ni Yesu ameapia. Amen. Kuziharibu kazi zote za kichawi kizazi cha kwanza. Ili mradi ilikuwa ni kazi, ilikuwa ni kitendo cha kichawi, tunakiharibu kwa kukiharibu kabisa. Yesu. Haleluya. Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Baba, katika damu ya Yesu. Asante kwa kuwa kwa kusudi hili. Asante kwa kuwa kwa kusudi hili kwenye maisha yangu. Ulidhihirishwa kwenye maisha yangu. Ulidhihirishwa ulimwenguni. Ulidhihirishwa ulimwenguni. Kazi zote za ibilisi. Ili kuziharibu kazi zote za ibilisi. Asante Bwana Yesu. Mimi ni mtendakazi pamoja na wewe. Mimi ni mtendakazi pamoja na wewe. Ulisema nikikuamini kazi kubwa. Nitafanya kazi kubwa. Hata wewe ukuzifanya ulipokuwa uko duniani. Hata zile ambazo ukuzifanya ulipokuwa duniani. Na kazi ulizofanya mojawapo kazi za ibilisi. Ni kuharibu kazi za ibilisi. Naamini naweza kuziharibu. Naamini naweza kuziharibu. Kupitia mwili na damu ya Yesu niliyoshiriki. Mwili na damu ya Yesu niliyoshiriki. Na kupitia maji yaliyotoka ubavuni mwa Yesu Kristo. Na kupitia maji yaliyotoka ubavuni mwa Yesu Kristo. Damu na mwili wa Yesu kizazi cha kwanza. Damu ya Yesu na mwili wa Yesu kizazi cha kwanza. Kuziharibu kazi zote za kichawi. Kwa ajili ya kuziharibu kazi zote za kichawi kwenye kizazi cha kwanza, zilizowahi kufanyika kwenye kizazi cha kwanza, kwenye familia yoyote, kwa mtu yeyote, kwenye eneo lolote, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, teza na kuziharibu kabisa, teza na kuziharibu kabisa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho juu yangu, Roho Bwana yu juu yangu, Bwana yu juu yangu, Roho Bwana yu juu yangu, mafuta, amenipaka mafuta, kuhubiria maskini habari njema, kuhubiria maskini habari njema, waliofungwa, kuwafungua waliofungwa, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye bloodline ya baba yangu na mama yangu kizazi cha kwanza. Bloodline ya baba yangu na ya mama yangu. Kizazi cha kwanza. Kizazi cha kwanza. Kizazi cha pili. Kizazi cha pili. Kizazi cha tatu. Kizazi cha tatu. Na kizazi cha nne. Na kizazi cha nne. Hili limetimia kwa jina la Yesu. Nami kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Nami kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kabisa.
ninaziharibu kazi kabisa zote za kichawi, kazi zote za vitendo vyote kichawi, vya kichawi, vitendo vyote vya vifungo kichawi, vyote vya kichawi vifungo vyote vya vilivyofanyika kichawi kwa mtu, vilivyofanyika kwenye eneo kwenye au eneo mahali popote, au mahali kwa jina popote, la Yesu Kristo kwa jina la Yesu ninaharibu Kristo, kazi zote za kichawi. ninaharibu kazi zote za Haribika kwa kichawi, jina la Yesu. haribika Haribika kwa kwenye jina la kizazi cha Yesu, kwanza chote. haribika kwenye kizazi cha Haribika kwanza kwa jina la chote, Yesu. haribika kwa Naziharibu kwa jina la Yesu. Yesu, Endelea kuomba. naziharibu kwa jina la Yesu. Ramasha Ninaharibu kazi zote za kichawi, vitendo vyote vya kichawi vilivyowahi kufanyika kizazi cha kwanza, kwa roho wa Bwana aliyeko juu yangu, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, ninavunja na kuziharibu kazi zote za kichawi zilizowahi kufanyika, zilizotendeka kizazi cha kwanza, upande wa baba, upande wa mama, kwa jina la Yesu, na kwa upande wa mtoto wangu leo, kwa damu ya Yesu navunja kwa damu ya Yesu kazi zote za kichawi kizazi cha kwanza, naziharibu zote, naziteketeza kwa moto, naziangamiza kwa moto, nazifuta zote, nazikata zote, naziharibu zote kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rakatabaya rekedebosaya ropokosikataya, kwa jina la Yesu ninaiachilia damu ya Yesu kizazi cha pili, kwa jina la Yesu ninaziharibu kazi zote, vitendo vyote vya kichawi vilivyofanyika kizazi cha pili, upande wa baba, upande wa mama, leo kwa damu ya Yesu na visit hicho kizazi cha pili kwa damu ya Yesu, na visit kwa sura ya Kristo Yesu, na visit kwa uweza wa Kristo Yesu. Ninaharibu kazi zote za kichawi, kazi zote za kichawi, vitendo vya kichawi vilivyofanyika kizazi cha pili kwenye damu ya baba yangu, damu ya mama yangu, naharibu kwa damu ya Yesu. Raketaya rabaka sekotaya ridebosa rikoziata rebabakotaya rikoziata redebosea rikopokotaya redebosia rakazikotaya bahaya rabakotekadabasaya, kwa jina la Yesu nina visit kizazi cha tatu na kizazi cha nne, na haribu kila uchawi waliofanya kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, upande wa baba na upande wa mama, na haribu wa uchawi, na uharibu, na uteketeza kwa moto, na uteketeza kwa moto, na uharibu kabisa, na uharibu kabisa, na uharibu kabisa kwa kila mtu, kwenye kila familia, kwenye kila nyumba, kwenye kila ardhi, kwenye kila kazi, kwenye kila biashara, kwenye kila kiungo, kwenye kila afya, kwenye kila uchumi. Naharibu wa uchawi, naharibu wa uchawi, na uharibu, teketea kabisa. Naharibu kazi zote za kichawi, naziharibu kizazi cha tatu na kizazi cha nne, naharibu kabisa kazi zote za kichawi, kazi zote haribika, kazi zote sawa sawa neno la Bwana. Naamuru haribu, malaika haribu, malaika na uactivate, muharibu hizo kazi, haribu zote, fungua mateka waliokamatwa kichawi, na fungua mateka kwa jina la Yesu. Tunafungua mateka, tunafungua waliofungwa na uchawi, kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, kizazi cha nne, kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana yu juu yangu kwa ajili ya kuwafungua waliofungwa, na fungua waliofungwa toka kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, kizazi cha nne, na fungua waliofungwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunafungua wote waliofungwa toka kwa uchawi, wote waliofungwa kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, kizazi cha nne, kwa damu ya Yesu. Funguka,
tunafungua mashimo, tunafungua magereza, tunafungua mashimo, tunafungua magereza kwa damu ya Yesu. Tunawatoa kwenye hivyo viungo, tunawatoa kwenye hivyo vibuyu, tunawatoa kwenye huo msitu, tunawatoa kwenye huo mti, tunawatoa watoke. Radebosa rababakotaya, wale waliokuwa wamefungiwa gizani, tunawatoa. Toa malaika, toa. Rakedebosaya raba yakataka yekopaka sekotaya ridebesa rakozaketaya ridabakotaya rekedebo yakomiziakataya rabazoka redebosaya yekatabahaya rakozikataya mekabazakataya bekabahaya rekeziakotaya rababaketaya rekeziakotaya radabazekotaya yakatabahaya katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu. Yazatema. Katika jina la Yesu. Tunasimamisha sasa. Haki. Kwenye bloodline ya baba yangu na mama yangu. Nasimamisha haki kuanzia leo. Nasimamisha haki kuanzia leo. Kizazi cha uchawi. Tunafuta kizazi cha uchawi. Mbegu ya uchawi. Tunafuta kwenye damu kabisa uchawi. Tunafuta uchawi kwa damu ya Yesu. Kwenye bloodline ya baba yangu yote. Kwenye bloodline ya baba yangu yote. Tunafuta uchawi kabisa. Tunafuta uchawi kabisa. Anayefanya uchawi. Anayefanya uchawi kwenye damu ya baba yangu na mama yangu kuanzia leo. Anayefanya kwenye damu ya mama damu ya Yesu. Sahi kwa damu ya Yesu. Natembelea kila aliyeko hai. Natembelea kila aliye hai. Kwenye damu ya baba yangu na mama yangu. Damu ya baba yangu. Damu ya kule mume wangu alikotokea. Damu ya kule mume wangu alikotokea. Damu ya kule nilikopata watoto wangu. Napeleka damu ya Yesu huko. Napeleka damu kwa kila aliyeko hai. Nasema na akili yake kuanzia sasa. Nasema na damu yake kuanzia sasa. Kwenye damu yake naandika hivi. Kwenye damu yake utafanya uchawi. Utafanya uchawi kwa waganga. Utakwenda utawaza uganga. Utawaza ushirikina. Utawaza Yesu Kristo aliye hai. Kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo. Damu zenu. Natakasa damu ya Yesu Kristo aliyoshiriki. Kupitia damu ya Yesu Kristo aliyoshiriki. Nafikia damu zenu sasa hivi. Nafikia damu zenu sasa hivi. Kwa upya. Naandika utakatifu kwenye damu zenu. Naandika utakatifu kwenye damu zenu. Naandika wokovu kwenye damu zenu. Naandika haki kwenye damu zenu. Naandika haki. Hamtaenda kwa waganga. Hamtaenda kwa waganga. Hamtaenda kwa waganga. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kuanzia leo kwa damu ya Yesu. Nazamisha akili zenu kwenye damu ya Yesu. Nazamisha damu zenu kwenye damu ya Yesu. Nazamisha mawazo yenu kwenye damu ya Yesu. Nazamisha fikra zenu kwenye damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Itakayosema kwenye damu anzia sasa hivi. Mtawaza mema tu. Mtawaza mema tu. Na lazima mwaze mema. Hamtawaza uchawi. Hamtawaza uganga. Akili zenu kuanzia leo nimezigeuza kwa Kristo. Nimezigeuza kwa Kristo. Nimezigeuza kwa Kristo. Hamtatumiwa tena kuloga. Hamtatumiwa tena kufanya uchawi. Hamtatumiwa tena kufanya ushirikina. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Vinywa vyenu kuanzia leo na vishona kwa damu ya Yesu.
na vishona kwa havitatumika damu. kutamka uchawi, Havitatumika havitatumika kuloga, havitatumika na kuloga. vishona kwa damu ya Yesu, Na kushona na kwa damu ya vishona Yesu. kwa damu ya Yesu, Na na vishona kwa damu ya vishona Yesu. kwa damu ya Yesu. Na vishona kwa Akili damu ya zenu Yesu. kuanzia leo Zenu kuanzia leo zitawaza vizuri, zitawaza hazitawaza uovu tena, kwa hazitawaza jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la kwa Yesu. jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kila mlichokuwa mmefanya mwanzoni, na alichokuwa mnafanya natangaza mtaanza kujuta na kuanza kurekebisha njia zenu kuanzia leo kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ndivyo itakavyokuwa, ndivyo itakavyotendeka, na ndivyo nilivyotamka, na hakuna kubadilisha nilichokisema, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Lazima mtumikie Yesu wangu, lazima mumfuate Yesu wangu, lazima mumwabudu Yesu wangu, lazima mumwishie Yesu wangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Tumeomba na kuamini. Shukuru Mungu kwa ajili ya eneo la kwanza ile la programu ya damu Rade Oseke Tabahaya. Bwana Yesu, asante kwa matendo yako makuu na ajabu na ya kutisha mno ambayo umetutendea. Asante Bwana Yesu kwa wema wako na uaminifu wako. Asante kwa nguvu zako na haki yako. Asante kwa neema yako na wokovu wako. Asante kwa kile ambacho umekifanya Bwana. Tunakushukuru Mungu aliye hai. Tunasema asante kwa ajili ya fadhili zako na wema wako. Asante kwa ajili ya ukuu wako na uaminifu wako. Ni katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunalibariki na kulinua jina lako takatifu kwa kuwa unastahili Yeshua. Ni kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kuna kitu kimoja ambacho natamani nikuelekeze cha kufanya, ambacho Mungu amenisaidia kunielewesha cha kufanya. Ukiwa unaenda kulala, lala kwa kukusudia unaenda kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Na kufundisha, unajua tumepewa mwili, roho na nafsi. Roho ina kazi zake, kufanya kazi za rohoni. Haleluya. Unapoenda kulala, mwambie Yesu, nakushukuru napoenda kupumzisha mwili wangu kitandani. Nataka leo niende nikatembelee bloodline ya baba yangu, nione vilivyofanyika kule. Nataka kujua kitu gani kilifanyika. Alafu fungua huo mlango wa damu ya baba yako. Alafu amuru roho yako sasa iende. Iamuru roho yako iende na malaika wako waende. Uende ukavisiti uone kilichofanyika. Utakapoenda, utakapoonyeshwa, ukarudi umejua. Panga safari tena. Unataka uende sasa kwa ajili ya kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Lala kama shetani anaanza kutuvisit kwenye ndoto, kwa nini sisi wenyewe tusishughulikie vitu vyetu kwenye ndoto? Haleluya. Lala ukiwaza unaenda kushughulikia nini? Kitu gani kinakutesa? Mwambie Mungu, leo roho yangu nataka twende pamoja kwenye akili yangu, kwenye ulimwengu wa roho, akili yangu. Nataka kujua ni kitu gani kimefanyika kwenye akili yangu. Roho yangu kwa jina la Yesu na kuamuru ingia kwenye akili yangu pamoja na malaika wangu. Nataka kuona ni kitu gani kinachosababisha nawaza hivi. Utashangaa kilele unapelekwa. Bwana Yesu asifiwe. Na saa nyingine ukienda vasi la zote za Mungu, ili kama vitu vingine shughulikia huko baliza. Bwana Yesu asifiwe. Na urudi. Lala kwa kukusudia na kufanya nini. Usilale kitu kizembe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunafika eneo la kujianointi, kujiweka wakfu kwa ajili ya mwezi wa 5. Haleluya. Amen. Inua mafuta yako juu. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya mafuta haya. Tunayatakasa kwa damu ya Yesu. Tunayatakasa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, haya mafuta sahihi
tunayasogeza kwenye madhabahu yako. Kwenye madhabahu Roho Mtakatifu, tunaomba uvuvie mafuta haya. Nguvu zako, pumzi yako, mamlaka yako, na neema yako. Mafuta haya yatakapokuja juu yetu, yaende kwenye kila eneo la maisha yetu, kwa ajili ya kutuweka wakfu kwa ajili ya mwezi unaokuja, kwa ajili ya kututenga na kila uharibifu mwezi huu wa 5, kwa ajili ya kututenga na mateso mwezi huu wa 5, kwa ajili ya kututenga na kila uchawi na uganga mwezi huu wa 5, kwa ajili ya kututenga na misiba na mikosi mwezi huu wa 5. Katika jina la Yesu, tunaomba nguvu zako za kututenga na kila uharibifu, za kututenga na mauti, za kututenga na hasara, za kututenga na kushindwa, za kututenga na mitego ya uwindaji, za kututenga na mateso. Bwana, kwa damu ya Yesu, Bwana, kwa neema ya kutuzingira pande zote, ya kutuzingira nyumba zetu pande zote, ya kutuzingira biashara zetu na kazi zetu pande zote, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, yanapokuja juu ya kichwa changu, yanapokuja kwenye paji la uso wangu, yanaingia moja kwa moja kwenye ulimwengu wa roho, naweka wakfu biashara yangu, naweka wakfu kazi zangu za mikono, naweka wakfu watoto wangu, naweka wakfu mwenza wangu, naweka wakfu ndugu zangu wote, naweka wakfu wazazi wangu, naweka wakfu watoto wangu wote, kila kinachonihusu nazo, gari tulionayo, haya yanapogusa paji la uso wangu, ninayachia kwenye vitu vyangu vyote, kwenye kazi zangu zote, kwa ajili ya kutenga na kila uharibifu, kwa ajili ya kutenga na ajali, kwa ajili ya kutenga na mitego, kwa ajili ya kutenga na kila uchawi na uganga, katika jina la Yesu, kupitia mafuta haya, uchawi mwezi huu hazitafanyikiwa, kazi hazitafanyikiwa, uchawi hautafanyikiwa, mateso hayatafanikiwa kwetu, ajali hazitafanikiwa kwetu, mauti hazitafanikiwa kwetu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ikiwa Bwana popote walisha program chochote mwezi huu, ninapoweka mafuta juu yangu, kila program kinaharibika, kila program kimeharibika, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, ninatangaza kutangaza mafuta juu yangu, kwa Bwana, nimeshinda mwezi huu, nimefanikiwa mwezi huu, nitazaa sana mwezi huu, nitafanikiwa sana mwezi huu, hakutakuwa na kufa wala kuzama kuoza, sitapata hasara, hospitali, nitaenda hospitali, ugua kwenye nyumba yangu, hakuna mtu kwenye nyumba yangu, hakuna mtu atakayekuwa na hakuna jobless kwenye nyumba yangu, kwenye nyumba yangu, katika damu ya Yesu. Haya mafuta yanaingia kwenye uchumi wangu, kila nilichokuwa kitaongezeka mwezi huu, kila pesa mikononi mwangu, kila pesa kwa mikononi mwangu, mimi mnyama mafuta iliyoko benki, kila pesa iliyoko benki,
Naachilia roho ya multiplication. Naachilia roho ya multiplication. Naweka wakfu wafanyakazi wangu wote wanaonisaidia kazi kwenye biashara, wanaonisaidia kazi nyumbani. Ninaweka wakfu akili zao, ninaweka wakfu mawazo yao, ninaweka wakfu mikono yao. Kila kitu wanachokigusa kwenye biashara natangaza kitafanikiwa. Hakuna Mungu unaotoka kwao utakaofanya kazi kwenye biashara zangu, utakaofanya kazi kwenye nyumba yangu, katika Yesu Kristo aliye hai. Haya mafuta yatazuia ubaya, haya mafuta yatazuia uovu, haya mafuta yatazuia mateso katika damu ya Yesu. Ajipake kwenye paji la uso, ndio umepaka kila mahali. Haleluya. Amen. Haleluya. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu na ajabu na kutisha mno aliyotutendea leo. Amen. Kabla tujaenda kutoa sadaka ya shukrani kwa ajili ya mwezi uliopita kuunganisha na mwezi mpya, kama kawaida tunavyotoa sadaka, nilikuwa napenda kutangaza kwa ajili ya tangazo la mwezi unaokuja. Huu mwezi wa 5 tutaendelea na maombi ya kuendelea kushughulikia kutengeneza bloodline. Nimekuambia juzi Mungu alichosema ni kwamba tunapofanya kila siku kuna vitu tunavipangua. Kuna mauti tunaondoa, kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vifanyike tunaviondoa kila siku. Kwa usidharau. Kwa hiyo kwa maombi ya kuendelea kuisafisha bloodline yataendelea, lakini kwenye session za kila siku tutakuwa tuna vipengele hata dakika 5 dakika 10 kwa ajili ya kushughulikia kipengele fulani, tunaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kingine, mwezi wa 5 utakuwa ni mwezi wa kushughulikia kufanya vita kwenye ulimwengu wa roho akili. Bwana Yesu asifiwe. Vita za kichawi zinazofanywa na mkuu wa anga na wakuu wa giza kwenye akili yako, kuzuia baraka zoko kwenye roho yako zisitoke. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kujifunza jinsi ambavyo shetani anaitumia akili yako kuhakikisha kwamba malango ya roho yako hayafunguki. Kwa sababu nilishafundisha sasa kila kitu unachokitaji kiko ndani ya roho yako. Kuna jinsi ambavyo unatakiwa unlock baraka zako ndani yako zitoke. Sasa tunaenda kujifunza jinsi ya kuziunlock na kitu gani ambacho shetani anakifanya, kwenye mlango gani anatumia kuhakikisha kwamba huo mlango wa roho yako haufunguki, kuachilia huo moto ulioko ndani, kuachilia hiyo mito ya maji ya uzima isitoke. Tunaenda kujifunza ili kuwa kuna vitu ambavyo umezuiwa kwa muda mrefu kupitia ulimwengu wa roho wa akili tuweze kufungua akili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaenda kufanya vita, ni mwezi wa vita, kwenye uwanja wa vita wa mapambano wa akili. Tunaenda kuingia kwenye vita, kutakuwa na vita kila siku. Kila siku itwayo tunapokutana ni vita kwenye ulimwengu wa roho akili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu Mungu atafanya na tutaendelea kuombea kuhusu bloodline, na Mungu ataendelea kutusaidia na kutuimarisha kuweza kukamilisha vitu vikae sawa sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya kusema hayo na kupongeza, hongera kwa kuingia mwezi mpya wa 5. Ninaamini kabisa tutaenda kumuona Mungu sana, tutaenda kumuona Mungu kwa namna tofauti sana. Haleluya. Endelea kukazana kuomba, jichaji. Hakikisha kila wakati you are on fire. Jichaji. Usitoke nyumbani mwako hujawaka. Waka moto. Washa kinywa chako moto. Washa miguu yako moto. Washa kinywa chako moto. Toka ukiwa una moto. Usitoke una moto. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha unakuwa ni moto uteketezao kila bali unapokuwa. Nimekwambia ni mwana wa Mungu, Mungu ni moto ulao. Mtoto wa Mungu anakuaje? Anakuwa moto. Unampresenti Mungu vipi wakati waki? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Waka moto. Everywhere you go waka moto. Biashara yako iwashe moto, iwake moto. What sustain everything is fire. Moto ndio unahifadhi kila kitu na kukitunza kila kitu. Biashara yako inatakiwa iwake moto all the time. Uchumi wako unatakiwa uwe on fire all the time. Watoto wako wanatakiwa wawe on fire all the time. Na nani wa kuwasha huo moto? Ni wewe. Ndoa yako inatakiwa iwe kwenye fire all the time, iwake moto.
Hallelujah. Nafasi yako ya kazini, make sure is on fire, kwa sababu bosi wako atakuonea kwa sababu hamna moto. Kukiwa kuna moto, hamna anaweza kukukaribia. Kwa sababu kazi ya moto ni kuteketeza. Kwa hiyo sana na kuruhusu kukaribia. Hakuna. Uwaki ndio maana unaonewa. Jina la Bwana libarikiwe. Basi twende mbele za Mungu, kila mmoja tushika sadaka yako kwa maneno ya kinywa chako. Tamka maneno kwenye sadaka yako ya shukrani kwa ajili ya mwezi uliopita na kwa ajili ya kuingia mwezi huu wa tano. Tamka maneno ya kinywa chako mwenyewe kwa yale ambayo Mungu amekufanyia, amekutendea yaliyopita. Tamka maneno kwa ajili ya mwezi ambao Mungu ametusaidia tena tumeingia kiagano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunanyenyekea tena mbele zako sana Mungu aliye hai. Tukulipe nini Bwana kulingana na wema na fadhili zako ulizotutendea? Hatuwezi kukulipa chochote. Baba, tumekuja mbele zako, tunaleta mioyo yetu na sadaka hizi. Tunaleta shukrani zetu mbele zako Bwana kwa ajili ya matendo yako makubwa na ajabu na kutisha mno uliotutendea mwezi uliopita, na pia kwa kutupa neema pia kukanyaga mwezi wa 5. Baba, tumekuja mbele zako Bwana Yesu, atujijia mikono mitupu. Tumekuja na sadaka ya shukrani mbele zako kwa ajili ya mwezi uliopita, na pia tumekuja na sadaka mbele zako kwa ajili ya mwezi huu wa 5. Neno lako linasema tuje mbele zako na sadaka ya mwezi mpya. Tazama Bwana, mikononi mwetu tuna sadaka pia ya mwezi mpya. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, tunakusihi kwa kadri ya wingi wa rehema zako ukazitakabali sadaka zetu hizi Bwana. Ukaziridhie sadaka zetu hizi Bwana. Zikapate kibali machoni pako na mbele zako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tumezileta sadaka hizi Bwana kutimiza neno lako Bwana. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Baba, tunakuomba itakabali sadaka hii. Tunakuomba ipokee sadaka hii. Tunaiweka sadaka hii Bwana kwenye madhabahu ya kuhani mkuu Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo aliye hai, tumeomba na kuamini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake na uaminifu wake mkuu sana kwetu. Haleluya. Kuna jinsi ambavyo natamani sana uweze kuielewa, jinsi ya kuiruhusu roho yako ifanye kazi. Vitu vya rohoni, tuma roho yako ikafanye kazi. Hebu ruhusu roho yako itoke ikafanye kazi. Usiruhusu roho yako endelee kukaa ifanye kazi. Inatakiwa kama mwili wako unavyofanya kazi, roho yako inatakiwa iwe kazini. Mara kwa mara iwe kazini. Bwana Yesu asifiwe. Anza kujifunza kuactivate your spirit to work. Mara nyingi umeruhusu tu mwili kufanya kazi, roho yako haifanyi kazi. Inatakiwa ifanye kazi. Tuma roho yako kufanya kazi. What do you want your spirit to do? Kama jinsi ambavyo unatoka hapo unaenda mjini unafanya kazi fulani na roho yako inatakiwa pia uitume. Na malaika wako wanatakiwa wafanye kazi na roho yako. Hiyo ndio kazi yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Amen. Kuna kitu kikubwa ambacho Mungu anatufundisha mwezi huu kwenye issue ya akili. Yaani kuna namna ambavyo ukiweza kuiswitch on roho yako, utajikuta vitu vingi unavisort bila shida. Kuna mtu hapa ambaye unapitia shida kwenye nyumba yako. Hebu activate roho yako kushughulikia hiyo shida. Itume roho yako ingie kwenye ulimwengu wa roho hiyo shida. Ione kitu gani walifanya. Ione kitu gani walifanya. Haleluya. Unatakiwa uone chanzo. Roho yako itume ikaangalie chanzo ni nini. Tena anza usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Ukishakijua chanzo unaweza ukakiharibu huko au ukishakijua ukitoka unaweza ukajipanga kukirudia kukiharibu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa wema wake na uaminifu wake. Baraka za Bwana ziko juu yako. Vazi la haki liko juu yako. Wema wa Bwana uko juu yako. Nenda kazae, nenda kaongezeke.
nenda kafanyikiwe, nenda kazidi, Amen. nenda kaongezeke. Amen. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tunaombea akili yako kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Akili yako tunatangaza anzia mwezi huu wa 5. Akili yako itaenda kuona vitu vingi vilivyofichwa muda mrefu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Nina connect akili yako kuanzia sasa na nuru ya Mungu aliye hai. Natangaza mwezi huu akili zetu wote zinaenda kuwa positioned kwenye nafasi ya kiungu, kwenye nafasi ya kifalme, kwenye nafasi ya kikuhani. Katika jina la Yesu. Kama Mungu anavyotuona ndivyo tutakavyokuwa. Kama Mungu anavyotaka ndivyo tutakavyokuwa. Kama Mungu anavyopenda ndivyo tutakavyokuwa. Akili zetu kuanzia leo, natangaza mwezi huu akili zetu zinaenda kuaccess malango ya kimbingu kwa ajili ya kuunlock vitu vya kiungu tulivyopewa kwa muda mrefu, ambavyo tumeshindwa kuvichukua kwa muda mrefu kwa sababu ya akili zetu zilikuwa zimefungwa. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Kila aliyekalia kiti cha enzi cha akili yako, ni wakati wa kuangushwa. Ni wakati wa kuangushwa. Ni wakati wa kuangushwa. Kila aliyekalia nguvu ya akili yako, ni wakati wa kuangushwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Mungu awabariki, Mungu awatunze. Amen. 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 Bariki sana mtumishi wa Mungu, kuongezea mafuta. Glory to God. Bariki.